Akizungumza katika mkutano mkuu wa taasisi ya mfuko wa kutunza bahari yani Mkuba uliofanyika Mtambwe, mkuu huyo wa mkoa amesema uharibifu wa mazingira ya bahari una athari kubwa kwa maisha ya wananchi wanaotegemea uvuvi na shughuli nyingine za kiuchumi. Tujitahidini kuhifadhi mazingira, hususan mazingira ya bahari. Tukiyahifadhi yale, basi ile neema iliyokuwepo zamani basi itarudi tena. Tuhifadhi kwa vipi? Kwa hivyo ambavyo mnafanya, mnapanda mikoko katika maeneo, lakini pia tunaachana na ule uvuvi haramu. Uvuvi haramu ni upi? Ni ule wa kukokota. Tunakokota mpaka mayai, mazalia yale madogo madogo. Aidha, mkuu huyo wa mkoa amewahimiza wanachama wa mfuko wa kutunza bahari kuzingatia na kuimarisha elimu ya kuweka na kukopa ili kuwajengea uwezo wa kifedha na kuimarisha maendeleo yao binafsi na jamii kwa ujumla. La kuwezesheni, lakini pia kuwapa elimu ili muweze kuweka na kukopa. Jambo hili nimeona mmelifanya kwa uweledi mkubwa sana. Mwenyekiti ya ofisini alinieleza hatua ambao mmefikia, japo kwamba wengine ni wazito wa kurejesha, lakini mafanikio ni makubwa sana. Kwa hiyo niendelee kuambia mshirikiane katika hili. Mapema mwenyekiti wa mfuko kutunza bahari yani Mkuba Ali Said Hamadi amesema taasisi hiyo inaendelea kutoa elimu kwa wananchi juu ya matumizi sahihi ya rasilimali za bahari ili kutimiza azma ya Rais wa Zanzibar ya kuhakikisha sekta ya bahari inakuwa chanzo cha ajira. Taasisi yetu inazijengea uwezo sheria mbalimbali katika kisiwa cha Pemba namna ya usimamizi bora wa rasilimali zao, ili ile dhana ya Mheshimiwa Rais ya kuitumia bahari katika kutanua uchumi wa Zanzibar iweze kukamilika. Kwa hiyo sisi kama taasisi isiyokuwa ya kiserikali kwa kushirikiana na taasisi au washirika wa maendeleo tumekuwa tukifanya kazi hiyo ya kusaidia serikali. Mkuba uliletwa kwa sababu kupunguza wimbi, kwa sababu watu wa Mtambwe kaskazini wengi tunatumia bahari, kwa vile wakaona ni bora zaidi kupunguza japo kidogo wimbi la watu kwenda baharini, wakaona walete huu mkopo na vingine wajishughulishe na biashara ndogo ndogo. Viongozi wa mfuko kutunza bahari wameahidi kuendelea kutoa elimu kwa jamii na kuhamasisha matumizi endelevu yatakayochangia kulinda mazingira ya bahari pamoja na kuinua uchumi wa wananchi wanaotegemea sekta ya bahari.